Aidha, napenda kuwashukuru sana mawakili wote wa serikali na mawakili wa kujitegemea waliopo hapa kwa kutenga muda wao na kusafiri kutoka maeneo mbalimbali kuja kushiriki katika uzinduzi huu na kujitolea kutoa ushauri wa kisheria na elimu ya sheria kwa wananchi watakaojitokeza kuwasilisha changamoto zao za kisheria katika kipindi chote cha kliniki ya sheria bure bila malipo. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kuahidi kwamba tutatoa huduma hii bure na kwa weledi mkubwa. Na zile tutakazozitatua na zile ambazo tutaendelea kuzifuatilia, basi tutazipa umuhimu mkubwa kuhakikisha kwamba wananchi hawa wote ambao tutakaowaona tutakapoondoka hapa wao wamepata nafuu kubwa ndani ya mioyo yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mwanasheria Mkuu wa Serikali ndiye mshauri mkuu wa serikali katika masuala yote ya sheria katika nchi hii. Hii ni kwa mujibu wa ibara ya 59(3) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kifungu cha 8 cha sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali sura 268. Aidha, majukumu ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali hayaishii katika kuishauri serikali, bali anaendelea hadi kutoa ushauri kwa wananchi wa taifa hili. Ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya kijamii. Kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Pia ibara hiyo imeendeleza kueleza kuwa serikali itawajibika kwa wananchi. Hivyo basi ni wazi kuwa kama Mwanasheria Mkuu wa Serikali ninawajibika kwa wananchi kama ilivyoelekezwa katika ibara ya 8, na leo niko hapa Singida kuwaona wananchi wa Singida, na niwahakikishie au niwaase watumie fursa hii vizuri. Watumie fursa hii, Mwanasheria Mkuu wa Serikali yuko hapa vizuri, ili tuondoke na majawabu ya changamoto zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu kwamba moja ya njia inayotumiwa na Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuwajibika kwa wananchi ni kutoa ushauri na msaada wa kisheria kwa wananchi kwa kutumia kamati za ushauri wa kisheria kwa ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya bure. Hivyo ofisi yangu ilitoa mwongozo wa uanzishaji wa kamati, maana ilibidi sasa tuzianzishe, tuziunde na tusitengenezee mwongozo namna gani tutakavyohudumia wananchi katika eneo hili. Kwa hiyo mwongozo huu ulitengenezwa na kwa mujibu wa kifungu cha 21 cha sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, kamati hizi zimeundwa na leo tunazizindua. Lengo kuu la uanzishaji wa kamati za ushauri wa kisheria kwa ngazi ya mkoa na wilaya ni kurahisisha usimamizi wa utoaji wa ushauri wa kisheria kwa wananchi katika maeneo husika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ngazi ya mkoa, kamati za ushauri wa kisheria kama alivyoeleza mwenyekiti zina wajumbe wafuatao: mwenyekiti ambaye ni wakili wa serikali wa mkoa kutoka ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali au ofisi ya wakili mkuu wa serikali, na ikiwa ofisi hizi hazijafunguliwa katika mkoa husika, basi atatoka ofisi ya taifa ya mashtaka. Katibu ambaye ni mkuu wa kitengo cha sheria kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, mjumbe mmoja kutoka ofisi ya taifa ya mashtaka, mjumbe mmoja kutoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali, wajumbe wawili kutoka katika vyombo vya ulinzi na usalama ambao ni wanasheria. Wajumbe hawa huteuliwa na wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na wakili wa serikali kutoka katika taasisi nyingine ya serikali katika mkoa husika. Na kwa upande wa wilaya kunakuwa na mwenyekiti ambaye ni mwakilishi wa ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali au ofisi ya wakili mkuu wa serikali au ofisi ya taifa ya mashtaka. Ikiwa ofisi hizo hazijafunguliwa, basi atakuwa mkuu wa kitengo cha sheria kutoka katika halmashauri ya jiji, manispaa, mji au wilaya husika. Atakuwa wakili wa serikali kutoka TAKUKURU au wakili wa serikali kutoka katika taasisi ya serikali iliyopo katika wilaya husika, wakili wa serikali kutoka ofisi ya taifa ya mashtaka, wakili wa serikali kutoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali,
wajumbe wawili kutoka katika vyombo vya ulinzi na usalama ambao ni wanasheria. Wajumbe hawa huteuliwa pia na wakuu wa wilaya husika, na tumeona leo wote wapo hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wenyeviti wa kamati hizi katika ngazi ya mkoa na wilaya watakuwa na mamlaka ya kuongeza wajumbe wengine wawili ambao sio mawakili wa serikali pale itakapohitajika kulingana na uhalisia wa shauri linaloshughulikiwa au jambo linaloshughulikiwa na kamati. Mwongozo unaelekeza yote haya yatafanyika kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi za wakuu wa wilaya. Kama nilivyoeleza hapo awali, uzinduzi wa kamati hii utafuatiwa na kliniki ya sheria kuanzia leo tarehe 25 Mei, ambapo huduma za ushauri wa kisheria zitatolewa kwa wananchi bila malipo. Kliniki za kisheria zinazoratibiwa na kusimamiwa na ofisi yangu, yani ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ni utekelezaji wa matakwa ya ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaelekeza jukumu la serikali la kuwajibika kwa wananchi. Lakini pia ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametuelekeza viongozi wa serikali ikiwemo pia na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kushughulikia na kuzipatia ufumbuzi kero za wananchi, tena kwa kuwafikia katika maeneo husika na kuwahudumia. Ndio maana mimi mwanasheria mkuu wa serikali niko hapa Singida leo kutekeleza maagizo yao Mheshimiwa Rais, na sisi tuna hamasa ya kulifanya hilo. Tuwasikilize hao wananchi wote kero zao ili tuweze kuwapatia haki zao. Tutasikiliza kero zao katika maeneo yote, na katika eneo ambalo kwa haraka wakati nakuja huku, maana lazima unuse unapokwenda, hili tatizo kubwa kweli linalowasumbua ni nini? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hapa kuna matatizo mengi katika masuala ya ardhi. Kwa hivyo tumekuja tuwasikilize, tukazitatue hizo changamoto. Haki hizi za wananchi tunapozitatua ndivyo ukuaji wa maendeleo. Nimesoma mipango mbalimbali ya mkoa wa Singida wakati najiandaa kuja huku. Na mambo mengi mazuri. Na mkuu wa mkoa kwa namna ninavyokufahamu, lakini na majembe haya wa DC hawa ambao wote nafahamu, kuanzia Mwenda, Abson, Mshtuta, Mshinji, Bwana Machari namfahamu vizuri, Bwana Gongwe namfahamu vizuri, na wewe namfahamu vizuri. Sasa sisi kazi yetu tuweke haki zao na mambo ya sheria yakae vizuri. Mkoa huu utapiga hatua sana kwenda mbele. Kwa hivyo huduma hizi tumelenga zaidi kwanza kusogeza huduma za sheria karibu na wananchi, ambapo kutasaidia kuongeza utengamano na utulivu katika jamii na kuchochea maendeleo kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla. Kama kulikuwa na mgogoro tukiutatua, basi mahusiano ya hao wawili yatakaa vizuri. Kama kulikuwa na haki inachelewa kwenye ardhi tukiitatua, basi uwekezaji kwenye ardhi au matumizi ya hiyo ardhi yataanza kufanyika kwa haraka. Kama ni biashara, hali kadhalika. Kama kuna changamoto kwenye maeneo ya kikodi, hatuelewani hapa na pale, tukiweka sawa, basi kodi hizo zitalipwa. Kwa hiyo hilo ni lengo la kwanza, lakini kuwaongoza wananchi katika taratibu za kupata haki zao ili tuweze kuwaongoza vizuri. Wakati mwingine hawana ufahamu, na pale zinapovunjwa waweze kujua kwamba haki zao zimevunjwa, na zinapoonekana kuelekea kuvunjwa pia vile vile tuweze kuchukua tahadhari mapema na kudumisha utawala bora kama rais wetu anavyosisitiza, kwa kuimarisha utawala wa sheria ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wananchi, karibuni tuzungumze. Tutazungumza wiki nzima na tutazungumza katika hali ya kirafiki kabisa. Msione hizo suti walizovaa, lakini ni marafiki wanapotoa huduma. Lakini na kutoa elimu ya sheria kwa wananchi na kuongeza ushirikiano miongoni mwa wakili wa serikali. Yaani sisi tusio watu kukaa tu maofisini kule. Tushuke, tujishushe, tukae na wananchi wetu.
tuweze kuzungumza na kutatua changamoto zao za kisheria na kuhakikisha kwamba yale matatizo yao na haki zao zinapatikana kwa haraka, ili wao wananchi wenye furaha katika nchi yao, wao wananchi wenye furaha katika mkoa wao wa Singida. Haya ni maelekezo ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini na kuepusha na kupunguza mashauri yasiyo lazima. Sio mambo yote tunaamini kwamba yatatakiwa kwenda mahakamani. Lakini kwa kufanya hivyo pia tunawapunguzia gharama, kwa sababu huduma za mahakamani nazo zina gharama zake. Tunawapunguzia gharama, wanapata huduma hizi bure. Lakini na mahakama hizo pia tunazipunguzia mzigo. Wana kesi nyingi. Kwa hiyo kama tunaweza kuzitatua kwa njia hii, tunapunguza mzigo pia kwa mahakama, lakini na kuwapunguzia wananchi hao umbali mrefu kwenda kutafuta haki zao. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Singida tumekuja, tutakuwepo na nyinyi hapa kwa upendo kabisa, tuzungumze na kutatua changamoto zenu.